Yes, hamjambo tena kwenu nyote wa ndugu wapendwa watazamaji na wasikilizaji wa Kwetu TV, nyote kwa ujumla mnaoendelea kuwa nasi katika taarifa zetu mbichi za kila siku na kila wakati. Tunawasalimia wale mnaotufuata mkiwa Marekani, Ulaya na Afrika, salamu zetu ziwafikie kabisa. Tunawatakia tena asubuhi njema ya siku ya leo jeudi le 12 février 2026, na tunawakaribisha kwa mara nyingine katika taarifa zetu mbichi za asubuhi ya leo. Kama kawaida tumewaletea taarifa mbichi kuhusu hali ya usalama mashariki mwa nchi ya Kongo, pamoja na habari mbalimbali tena tofauti zinazosemekana nchini Kongo. Habari ambazo tumewaletea asubuhi ya leo tutawapeleka moja kwa moja katika eneo ya Fizi kule mo province ya Sud Kivu, mo eneo ya Minembwe kwenye jeshi la Kongo na wazalendo wanaendelea kusonga mbele, na kutokana na kusonga mbele kwa wazalendo na FARDC, Charles Matama, kiongozi wa Twirwaneho katika eneo ya Minembwe, alikimbia akaondoka eneo ya Minembwe akaelekea Lemera. FARDC na wazalendo wanaendelea kuavancer vers Minembwe centre. Kwa sasa kabisa itakuwa rekipere muda si mrefu kutokana na jinsi vita kule iko. Upande mwingine tutawaambia kuhusu renfort za AFC M23 ambazo zinaendelea kuwasili katika maeneo tofauti ya plaine ya Ruzizi. Vile na jeshi la Kongo linaendelea kurenforcer wa mercenaires Blackwater katika mji wa Uvira na hata maeneo mengine tofauti kule plaine ya Ruzizi kufro kwenye wanaendelea kujipanga wote kupigana. Upande mwingine tutawapeleka katika maeneo ya Beni kwenye kutokana na hali mbaya ya kiusalama, ADF inaendelea kuwaua watu. Tembose Yotama honorable kutoka maeneo ya Grand Nord Kivu aliambia population kuandaa kabisa unité ya autodefense, donc wakaji waandae vijana wengi wapewe mafunzo ya kivita kidogo, epui wajipiganie, donc waanze kupigana na ADF, isipoto kungojea jeshi la Kongo kukuja kupigana na ADF. Habari mbichi ambazo tumewaletea asubuhi ya leo tutawapeleka katika maeneo tofauti, tuambie ni kipi kinachoendelea. Kama kawaida mnayoifuata ni Kwetu TV, ni channel inayowaletea taarifa mbalimbali tena tofauti zinazosemekana nchini Kongo, na tunawasihi kusubscribe, yani kujiabone, ili kukuwa nazipata taarifa zetu zote kwa wakati. Mkumbuke kucomment na kulike na kuzisambaza habari hizi kwa walio wengi ziwafikie. Muendelee kujiunga nasi na grupe yetu ya WhatsApp ili kukuwa nazipata taarifa zetu zote kwa wakati. Namna ya kujiunga nasi, gusa hapo kwenye titre, pale chini ya titre mu description utapata linki yetu, ujiunge kupitia linki hiyo, au utuandikie kwenye namba hiyo. Bila shaka utakuwa ukizipata taarifa zetu zote tena kwa wakati. Bila kupoteza muda wetu, tufungue ukurasa wetu wa habari, tuwapeleke moja kwa moja katika eneo ya Minembwe centre, kwenye Charles Matama, kiongozi wa Twirwaneho, Aisha kimbia akaondoka katika eneo hiyo akaelekea Lemera mwa plateau d'Uvira. Kama ukumbusho, kama mnavyokumbuka, katika siku za nyuma wakati vita vya Minembwe vilikuwa vimeanza, niliwaambia kuwa jeshi la Kongo kule wako napigana na Twirwaneho na AFC M23 mu maeneo ya Fizi, ili wote wawafukuze katika maeneo hayo ya nyuma kule Mufizi, kwa sababu AFC M23 iko mu maeneo ya Uvira, Mwenga, Shabunda, eneo zile ambazo nitasema kuwa ni Zambele. Mefizi iko deja nyuma kwenye Twirwaneho walikuwaka depuis zamani, ni maeneo yenye yako diferana kwenye AFC M23 wako. Ile vita ina mpango wa kutosha Twirwaneho kule wote wawarudishe nyuma, watoke Mufizi waelekee swate Muvira, au wengine wakimbilie Mwenga, puis ikuwe front moja sasa ya AFC M23. Mnakumbuka wakati mapigano yalikuwa katika maeneo
ya Bukavu na kwingineko Twirwaneho walikuwa toujours mu maeneo ya Fizi, ikiwa ni maeneo ya nyuma kwenye walikuwa wakiendelea kusumbua jeshi la Kongo, wakipigana nao mchana na usiku. Na wakati AFC M23 ilifikaka mu Bukavu na kusonga mbele mu Mwenga na Uvira, walikuwa wakirenforcer Twirwaneho kule. Baada ya Twirwaneho kukamata Minembwe, walikuwa wakiwarenforcer hivyo kupata nguvu kule na kuanza tena kusonga mbele. Kutokana na hayo sasa, jeshi la Kongo ndipo wakaandaa operasyon kule, kwanza wakimbize Twirwaneho Mufizi, puis vita vikue vya kukabiliana na AFC M23 alafu na Twirwaneho muzingine eneo me na Fizi waisha ondoka ndani, kwa sababu ni kama eneo ya Fizi iko ndani sana kule kwenye FARDC, kule kwenye FARDC wanakuwaka na wakisha enda kupigana na AFC M23 kule Fizi, kuna bakia ndani ya dui, wanachaka nao tena wakati wanaatake wanawababaikisha. Ile njo realite kule wakati FARDC inapigana na AFC M23 swate mu Uvira au mu Mwenga tena mu maeneo ya Minembwe kule Fizi, nako Twirwaneho na watake inaanzaka kuwababaikisha sana na kuwapiganisha kule. Sasa ilikuwaka mpango wa kuwafanya watoke kule wote wakimbilia Uvira au maeneo ya Mwenga na fro ikuwe moja yao na AFC M23, kusikue tena wakujipenyeza kule Mufizi wakati wangali maeneo ya Uvira. Hayo sasa yanaendelea. FARDC baada ya kusonga mbele kukamata Kalingi na kuendelea kuavancer vers Minembwe, Charles Matama kiongozi wa Twirwaneho aisha kimbia akaondoka katika eneo ya Minembwe akaelekea Lemera. Lemera ni mu moyen plateau ya Uvira, na Lemera deja munasikia kuwa wako naanza ondoka Mufizi wakiingia Uvira, na Uvira deja kukwa AFC M23 na kule itakuwa na imekuwa front moja. Baada ya siku mingi na Charles Matama naendelea kudefendre eneo ya Minembwe, bilisha shindikana aujourd'hui. Vraiment bilisha shindikana kufikia pale ambapo kiongozi anakimbia anaacha wanajeshi au peke kufro, na maanisha kuwa aliona kuwa nguvu kabisa zishaisha hata defendre pale, na ikawezekana naweza naye kupoteza maisha yake hata hapo. Ndio maana aisha kimbia. Wanajeshi wa Twirwaneho wangali Minembwe wakikabiliana na jeshi la Kongo na wazalendo, waone kwamba wanaweza kudefendre eneo ya Minembwe wanaweza defendre Minembwe leo, kesho hawataweza. Wakati wowote jeshi la Kongo litakapoendelea na vita mfululizo bila kusimama, Minembwe kabisa watairekipere. Nanyi peke mnasikia kuwa kiongozi aisha kimbia, na ikishafika pale kwenye kiongozi aisha kimbia eneo, deja anakuwa kanaisha ona ya kwamba hakuna nguvu za kudefendre pale kwenye iko, ni kuacha wale wachache watakao pigana tu kwa masaa kidogo, nao wakisha ona na mambo yameshindikana waondoke tu. Donc ni kama kuondoka katika eneo ya Minembwe. Mnakumbuka walikuwa wamepewa na nafasi ya kutia silaha chini wakati jeshi la Kongo liko deja limefika Kalingi na kuzunguka eneo yote ya Minembwe. Waliambia Twirwaneho kutia silaha chini, wasije wakapigania katika eneo ya Minembwe, wakaji wapoteze maisha yao, na hawakusikiaka. Jana tena jeshi la Kongo liliwatake katika kona zote mu Minembwe, na ndio maana Twirwaneho plutôt Matama kiongozi wa Twirwaneho alikimbia. Jana après-midi waliwashambulia sana mu Minembwe, na wakati hali ilirejea kuwa ya utulivu saa za saa 12 jioni, ndipo Matama alikimbia eneo ya Minembwe akaelekea Lemera, na Minembwe iko ndani Twirwaneho wenye kabisa monasikia kuwa awata resiste sana. Donc Minembwe wakati wowote itakuwa rekipere. Kama jeshi la Kongo wataendelea na vita pale bila kusimama, Minembwe watairekipere. Kiongozi akisha kimbia, wanajeshi hawawezi nao wakaresiste sana.
ile njo realite. Kiongozi akishafika pale kwenye Aisha ondoka mweneo fulani, wanajeshi wenyewe watabakia pale, hawata resiste sana. Donc ni kutaka kuona kwamba huenda vita vinaweza kusimama, mashambulizi yasiendelee, waendelee kukontrole eneo ile. Wakati wowote tena mapigano yataendelea, nao watapigana wakiondoka ndani. Ni kupigana na wako wanafanya na wako narudia nyuma, wako mo repli strategique nao. Donc ni kupigana wakirudia nyuma kwa sababu Waisha ishiwa na nguvu hapo. Minembwe kabisa kwenye vita vinafikia kwa sasa. Musiku chache itakuwa rekipere. Sema tama Aisha kimbia baada ya siku mingi na Aisha defender eneo ile, aliona ya kwamba nguvu haziko kwa sasa, akakimbia eneo ile. Wanajeshi hao ambao waliwacha ndani watapigana na wako na nafanya repli strategique kule Lemera kwenye alielekea sasa. Njo ginsi kabisa ilikuwa mpango wa FARDC, wote waondoke kule waende maeneo ya M23. Sasa wapigane wote alafu tuiraneo na M23 na wako pamoja kule Muvira au Mwenga na waendelee kuwa maeneo ya Fizi yenye yako kwa mbali sana na kwenye M23 iko. Donc kusikue tena froza kutokea nyuma Mufizi wakati wako napigana katika maeneo ya Uvira au maeneo ya Mwenga. Tuendelee na habari zetu. Muplene ya Ruzizi kunaendelea kama nitasema ni kunuka vita kali, kama nitasema kunaendelea kuandaliwa vita hatari. Sijue nitatumikisha langaje gani, acha niseme kuwa kunaendelea kuwa kujiandaa kwa mapigano makali tena ku parti mbili. AFC M23 wanaendelea kurenforce muplene ya Ruzizi. Mfuate video hiyo, nami nitaendelea nikiwapa taarifa kupitia video hiyo ambayo mko naiona pale. Ni wanajeshi kutoka maeneo ya Goma waliowasili katika mji wa Bukavu. Hapa kufika Bukavu wakajiandaa. Mnaona jinsi ni wanajeshi wengi wote jinsi wako hapo, walielekeaka munani wa maeneo ya plene ya Ruzizi. AFC M23 inamiliki maeneo mengi mo plene ya Ruzizi, nayo kuanzia maeneo ya Katogota ukifika Sange ni wao, ukiingia katika maeneo ya vilima na misitu maeneo ya Kaziba ufike Lubarika uendelee Walungu wako na maeneo mengi. Na kule njo kwenye wanaendelea kuwatia wanajeshi wao wengi na kurenforce kwao kabisa, ni kuongeza nguvu kwenye mstari wa mbele. Donc ni kutia zingine nguvu kwenye ligne de front. Na taarifa kutoka kwa vyanzo vyetu katika maeneo hayo wanatuambia kuwa waasi wa M23 Twirwaneho wanaendelea kuwasili wengi katika maeneo ya plene ya Ruzizi, wakiwa na wako pamoja na madrone za vita ambazo wako nafika nazo ili kuendelea kufanya vita kule wakitumikisha drone. Ni wakati upande mwingine jeshi la Kongo nalo lina renforcer katika mji wa Uvira na maeneo ya plene ya Ruzizi kwenye wako donc maposition yao wa mercenaire wale wa Blackwater wanaongozwa na Eric Prince. Hii ni grupu ya wa mercenaire kutoka Colombia. Eric Prince hivi hii semene ambayo imeisha alifikaka katika mji wa Uvira. Alipofika pale akaona kabisa jinsi wanajeshi wake wako na jikomporte pale. Wanajeshi wa Blackwater nao kazi yao ya kwanza wanayoifanya katika maeneo hayo na kwingineko kwenye wako deploye ni kutumikisha madrone, ndege za drone. Njo wenye wanazitumikishaka sana. Na ingine kazi ya wa Blackwater ni kuendelea kuwapa mazoezi wanajeshi wa wakomando wa jeshi la Kongo, wa FARDC wa unité ya komando soit Ibu ama wale wa Tigre. Wote ni kuwapa mazoezi, kuongezea mazoezi ya kivita, hususan kuhusu mapigano ama vita vya misitu na vilima, kwa sababu maeneo ya plene ya Ruzizi ni katika vilima na misitu. Wale wanajeshi ile njo kazi yao. Baada
ya miaka mingi na jeshi la Kongo wanasema kuwa linatumika na Blackwater. Ni kwa mara ya kwanza ambapo Blackwater wanaonekana kufro kabisa wakifanya kazi wazi, yani hadharani. Walikuwa wakisema kuwa Blackwater wako deploye pale na hawajaonekana katika kufika kwao katika mji wa Uvira. Mliwaonaka kabisa katika siku ambazo jeshi la Kongo walikuwa wakishuka katika mji wa Uvira. Mliwaonaka wa Blackwater kufro, walikuwa na mamoto zao. Wengine wakaelekea mplane ya Ruzizi. Na Eric Prince baada ya kuwasili katika mji wa Uvira, wanajeshi wengi wa Blackwater walifika pale, wengi, na hao wote wakaelekea nao kwenye shamba la vita maeneo ya plane ya Ruzizi ili kuendelea kukabiliana na wasi wa AFC M23, donc ili kuendelea kupigana vita na AFC M23. Na mnasikia kuwa pande mbili wote wako na renforcer, donc AFC M23 wako na renforcer na wakiwaleta wanajeshi wengi na vifaa mkiwemo drone. Upande wa Kongo wa mercenaire wa Blackwater nao wanafika pale, nao silaha ni madrone na kuendelea kuwapa mazoezi wanajeshi wa Kongo wa unité za commando. Mnasikia kuwa mplane ya Ruzizi wote wawili wako na jiandaa, na hakuna kitu kingine ambacho wanakiandaa, wote ni kufanya vita. AFC M23 iko na jiandaa kule ili kupigana, ioni ya kwamba inaweza ikaavance tena elekee Uvira. Jeshi la Kongo nalo wanaendelea kurenforce wakijiandaa kama wanaweza wakafanya vita ili warekipere maeneo ya plane ya Ruzizi ambayo AFC M23 iko ndani, na waendelee kusonga mbele hadi Kamanyola na kwingineko. Donc jeshi la Kongo ni kujiandaa ili waone kwamba wanaweza wakarekipere eneo zote mpaka Bunagana. Na pale sasa pande mbili kujiandaa, inaonyesha kuwa deja katika maeneo ya plane ya Ruzizi kuna nuka vita inaandaliwa kabisa, na itakuwa matata. Jinsi mnakumbuka wakati walikuwa kama vita kuanzia maeneo ya Katogota, Luvungi, Sangi, mnajua jinsi mapigano hayo yalikuwa kama kali, na leo tena mapigano ya kazuka upya kati ya pande mbili, mambo yataharibika kule mplane ya Ruzizi kabisa, wakati ambao hatujui tena mapigano yatazuka upya kati ya pande mbili. Tunaendelea na habari zetu. Honorable Tembose Yotama ambaye iko naendelea kufanya mavizite katika maeneo tofauti mu territoire ya Beni na zingine eneo za Ituri, aliambia wakaji wa maeneo yanayoathiriwa sana na mauaji ya ADF kuandaa unité ya groupe d'autodefense, ama nitasema wazalendo. Vijana wajiandae, wapewe mazoezi ya kivita na jeshi la Kongo FARDC. Baada ya kupewa mazoezi hayo, wapewe silaha waanze kujipigania. Huyu Honorable Tembose Yotama ambaye alifikaka mu vijiji tofauti vya maeneo ya Beni na Ituri, anaendelea kukutana na wakaji wanaomwambia kuwa tatizo wanayo kubwa ni ADF wanawatesa, wakiwaua mchana na usiku, kuwateka nyara walioelekea katika shamba kulima, wanatekwa nyara. Wengine walioelekea katika mashamba zao kwa kuvuna nao wanauawa. Na isitoshe hiyo basi, ADF inawataga katika vijiji vyao, inaharibu kila kitu, wanawaua. Wakaji wanaendelea kuonesha ADF kama tatizo kubwa wanalo katika eneo hilo. Huyo Honorable Tembose Yotama aliambia wakaji sasa kuandaa vijana wengi wapewa mazoezi ya kivita na FARDC. Puis baada ya kupewa mazoezi ya kivita na FARDC, nao wajisaidie kupigana na ADF. Wakati wakaji wataelekea katika mashamba kulima au kuvuna, vijana wawe na wako na wakaji hao kuwalinda. ADF ikishafika watajidefendre, wapigane na ADF. Jeshi la Kongo linaweza kufika kuwasaidia na waisha pigana, na ile inaweza ikasaidia
Anasema kuwa vijana hao watakuwa wakifanya kazi za kuchunga vijiji, wafanye doria mchana na usiku, wakilinda vijiji vyao kwa ADF. Mnakumbuka tatizo yenye inakuwaka kule sana, ADF ikiatake haitapata wa kuwasimamisha, inakuwaka kutokana na jinsi wanajeshi wa FARDC kule ni wachache. Ile ndio tatizo. Unakutanaka mu village moja kuna wanajeshi swate watano, ingine ni wa sita, ingine utakutana nayo ni watano, na wanajeshi hao ni wachache sana. ADF wakiatakiwa wakiwa 50 au 60, wale wanajeshi hawataweza kuwasimamisha. Deja itafanya ADF kuweza kufanya vitendo hivyo vyote vibaya, wapie population, wawaue na wengine wawateke nyara. Anaamini kwamba huyu deputy anaamini kwamba wakati kutakuwa vijana ambao walipewa mazoezi na FARDC wenyewe watakuwa wakijipigania wakiwa ni wakaaji wa maeneo hayo, watakuwa wakipigana na ADF, na anaamini kwamba wataweza kabisa kujilinda na ADF na kulinda vijiji vyao. Na kwa hayo kabisa nami naona kuwa yanaweza yakasaidia, kwa sababu vijana watakuwa ni wengi, mazoezi na wako nayo, watakaoelekea katika kazi za shamba watakuwa wakienda na vijana hao, na wengine wote katika vijiji vyote watakuwa na lindwa na hao vijana wakifanya doria. Ile itakuwa ikisaidia sana, kwa sababu na ADF ikisha kuwa inawapanga kuatake eneo fulani, wakaaji wanajua hayo, wanaanza kualerite, kwa sababu jeshi la Kongo FARDC kule wanakuwaka wachache. Siku inafika na hakuna wanajeshi wa kudefend, wakati vijana hao watakuwaka na wako nafanya kazi hiyo, ADF itakuwa ikipanga hayo, wakaaji wajue hayo, na hata hao vijana waanze kufanya matake kontra ADF ili isije ikawatake katika vijiji vyao. Asante ndugu zangu, hizo ndizo habari ambazo nilikuwa nimewaletea asubuhi ya leo. Nawashukuru sana. Tupatane katika taarifa mbichi zifuatazo. Katika habari za mchana kabisa tutarejea tena kuwapa taarifa. Merci beaucoup.